niwe radhi kwa kutoa ndani kwako na mimi kutamani tukae hapa nje tuzungumze. Nina jambo la msingi, nahitaji unisikilize kwa umakini, na nimekuletea wewe kwa kuwa ni mtu wangu wa karibu. Nakupenda, unanipenda na kuheshimu, tunaheshimiana. Kwenye hili jambo ambalo nakuletea, please libebe kwa hisia kama ambavyo unalileta. Unishauri tushirikiane, maana mwisho wa siku linaweza kukuletea maslahi ya maisha yako, kwa sababu kuna pesa ndani yake. Hamna shida, kama masuala ya mpunga huko, weka mzigo mezani. Najua unanijua vizuri kwamba mimi nina mke wangu. Naweza kusema nampenda sana. Naye kwa upande wake naweza kusema ananipenda. Japo Waswahili wanasema nafsi ni kichaka, na kuzungumzia nafsi ya mtu kidogo inakuwa mtihani. Mimi na mke wangu kwa sasa tuna maisha ya ushindani. Kutokana na maisha haya ya ushindani yanatokana na yeye kunijengea dhana mimi kwamba namchiti, namtendea ubaya katika mahusiano yetu. Imefikia wakati kwenye maisha yetu kwa sasa, na mambo ambayo anahisi mimi namfanyia kuwa ni makubwa kwake, amemshirikisha hadi rafiki yake. Hajaishia hapo. Alishawahi kunitamkia kwa mdomo wake kuwa kuna kitu anaenda kukifanya. Tena hicho kitu ni kama majibu ya yale niliyomfanyia mimi. Maana yake akikifanya hicho kitu anaenda kujipatia ushindi. Ndio. Una shida gani? Mbona namwangalia hivyo ndugu yako? Mama, unajua kwamba nimekumbuka sana vile ambavyo mimi nakuja na shida zangu na kuelekeza, alafu amni chochote unachonifaidia. Yaani nikana kwamba wewe hujali sianzo nazo. Alafu kitu ninachokipenda kipo mbele yangu kabisa hapa nakiona. Mtoto wako yupo sawa. Kila siku nimekaa naye nikimwambia kwamba aache hicho anachokifikiria kichwani mwake, lakini bado hasikii. Wewe, mimi si binamu yako? Si sana kaka yako mimi. So please, dili inayokuja kwako my dear, ni kutaka unipelelezee kwa yule mwanamke wangu. Ni kitu gani anachoelekea kwenda kukifanya dhidi yangu mimi? Nataka nitambue Kidoti. Maana Waswahili wanasema ukijua mbinu ya adui yako umeshamaliza vita. Kwa hiyo issue niliyokuletea ni hiyo. Nataka umpeleleze mke wangu uweze kujua tu kitu gani anachokidhamiria kunifanyia mimi mwanaume wake. Tena ikiwezekana ukikosa kujua kwa mke wangu, mfuate rafiki yake. Zipo kwa ajili ya usumbufu. Kitimbu bwana. Kwa hiyo usiku wote una stress ndugu yangu, umeshindwa kulala, issue yenyewe kama hiyo. Kumfuatilia tu mke wako. Kama nikiona ngumu kwa mke wako, basi kwa rafiki yake. Mimi nafikiri hiyo kazi sio kazi kwangu. Cha msingi ndugu yangu, kama unavyojua, mimi kila kwenye sasampa mbele, kazi inakuwa rahisi sana. Kwa hiyo ili mradi umeileta hiyo kazi kwangu, mbona limeisha hilo ndugu yangu? Hakuna tatizo. Kama utashindwa kwa mke wangu, kwa rafiki yake najua utapata jibu. Manake wale ni mapacha wasiofanana. Ili usiku upatie faida kukutoa ndani kuja nje hapa kuzungumza, sitaki maneno yawe mengi. Mimi nakupa kibunda cha laki, tena ipo mfuko wa shati. Wewe tena, hakuna shida. Ili mradi kazi ushaweka mezani, imeisha hilo.
nataka nikutumia advance au lako yote kwa njia ya simu. Sasa nataka nijue ni namba ile ile au kuna namba nyingine, maanake sasa hivi kila siku watu wanasajili line. Namba yangu mimi ndo ile ile. Inaisha na 30? Ile ile na jina linatokea Sefu Ngozi. Alafu kusajili kwa kutumia wajomba zenu nasumbua sana. Yaani hela anapokea mwanamke, jina linatokea la kiume. Sefu nani? Sefu Ngozi. Utaona muamala muda sio mrefu. Nikishatoka tu hapo. Nafikiri hamna shida ndugu yangu. Jitahidi wewe unalala bwana. Vitu vidogo vidogo kama hivi visikuumize kichwa ndugu yangu. Sasa unaleta mambo gani hapa? Tena mbele ya shangazi hapa. Hivi ungekuwa wewe ndo mimi sasa, ndio hii shida unaipata wewe, ungekuwa unajifikiaje? Yaani bila hata aibu unasema hivyo mbele ya mama yako? Shangazi, ipo sawa hiyo? Mpaka nachoka. Unaona unalofanya ni sahihi? Kwa upande wangu mimi niko sahihi. Usielewe maanisha nini. Naila, sitaki tena hiyo tabia hapa ndani. Hamwezi kujua mwenzenu hisia anazozisikia kwa lakini na chakula chenu. Wewe Naila, hebu njoo ule. We baba umezidi, uchafu umezidi, oh umezidi oh, hata au shangai, we dada umezidi. Unashtuka eh? Ulikuwa hujatarajia kuneno la yani, si ndio? Kwa taifa yako nikupe pole tu. Upo? Ukajua umenikomoa mwenyewe kunitafutia mtakaji wako, si ndio? Kwa taarifa yako sasa nikupe habari. Kwanza nikupe na pole pia. Upo? Maana ulijua kunipatia. Si unanielewa? Yaani kwanza vile ndio vitu vyangu nikupe taarifa. Kaka anapeleka moto yule. Yaani kwanza nikushukuru wewe tu. Maana umenipatia vile ndio vitu vyangu hapo nikikaa muda wote naviwaza nani na viota. Upo? Sasa kama ulijua umenikomoa, mwenzako ndio nipa burudani ya roho. Yaani hapa nilipo nikikaa muda wote namuwaza. Na hapa yeye ndaka nimpigie simu, nijue mambo yanaendaje. Upo? Pole kwako. Alafu siku nyingine sasa ukitaka kunitafutia mtu kunikomoa mimi, sio mtu kama yule mmoja. Tafuta hata kama Kwa shoga yangu ndo kama ndivyo kuambia. Yaani hapa mimi ninavyoona kabisa usingo unakuhusu. Changamka, dai talaka. Unakaja na mwanaume wa hivyo, kila siku tunaongea. Mimi bana, yani sipendi yani. Yaani mimi bwana wako ananiuzi kweli yani. Yaani unakaja na mwanaume ambaye akuridhishi. Usinitimbule macho mimi naongea na wewe. Wewe naye, sishakwambia kazi naifanyia. Sasa sikia, nina huo mpango mpya. Umekaa lelele. Sijui unanisikia? Yaani kuna mtu nampenda bana. Sijui yani ninapokuambia nampenda unanielewa? Kibaya zaidi na kizuri zaidi. Yuko jirani yangu. Nikwambie mkaka ni handsome yule. watatu. Hapo kidogo ndio utakuwa ni ukampa kazi ule baba mwenyewe ndio aje sijui anisurubishe, sijui anitese, sijui kitu gani. Yaani kwa taifa yako usichokijua. Yaani mwenzako ile miteso alikuwa ananipa. Ukajua amenikomoa, mwenzako mimi ndio nimefly ile hatari. Kama unavyojua. Yale mateso kitandani kwa mwanaume ambaye anajua anamkomoa. Mwenzako kwetu ndio burudani, si unaelewa? Kwa hiyo sasa tafuta mtesaji mwingine. Maana ya mara kwanza nishamteka. Yupo hapa. Upo. Uchafu umezidi, oh umezidi oh, hata au shangai, we dada umezidi, uchafu umezidi, uchi umezidi. Sasa nisikilize. Hapo ng'ang'ania. Hapo ng'ang'ania. Achana na huyo bwana. Mwanaume gani unakaa ndani ya kuridhisha bwana? Yaani sasa unaona ulompata. Huyo ulompata dada. Baadaye tukae kikao. Kirudi nyumbani hapa na kama
baba yule mwanaume. Talaka atatoa na shughuli tunafanya. Mambo talaka nginja. Kwanza nidokezee nani? Wewe ilioje? Na kujua shoga yangu. Niache nile kwanza ndo mkombe. Haya basi sawa. Lakini fanya kama nilivyokuambia. Talaka muhimu. Sijui unanielewa? Talaka muhimu. Yaani dai, yaani nakwambia hivi. Yaani sijui kwa nini fursa hizo ziji kwangu. Ningemfurahisha. Bwana nishakusikia wewe na nda zako. Talaka nginja. Unaelewa? Haya bwana, haina shida shoga yangu. Janet. Hivi mke wangu, nikuulize, wewe unatumia akili aina gani? Kivipi yani? Unawezaje kumshauri mke wa mtu aombe talaka? Yaani aachane na mume wake. Hivi hauoni kama wewe ni muuaji wewe? Kwa mfano sasa, hawajaachana, wamepatana. Wewe unaweka wapi sura yako? Kwa hiyo sisi muda wote tuko ndani tunajimaliza, tunaongea, kumbe wewe upo dirishani unatusikiliza. Sijui dirishani, sijui mlangoni unatusikiliza. Afu wewe mwanaume wewe, inaonekana zamani ulikuwa mpiga chabo wewe. Maana sio bure. Wewe ni mke wangu mimi, unatakiwa kunijibu haya ninayokuuliza, sio kwanza kuniuliza sina kazi za kufanya. Leo hii ukigombanisha ile ndoa, wewe unapata faida gani? Kwa hiyo sasa unataka kunishauri vipi yani? Au nikuulize kitu kimoja. Wewe unaona ulilolifanya ni sahihi? Kwenda kusimama kwenye milango ya watu kusikiliza maongezi ya watu wewe? Unaona lipo sahihi na kuuliza? Au nataka tu tuaibishane mtaani hapa? Tafuta kazi nyingine ya kufanya. Karibu. Asante sana. Na naona umegoma kuingia ndani. Hapana. Mimi nashukuru tu kwamba nimefahamu kwenu. Kwa hiyo nafikiri siku yote nitakuja. Ni sawa. Vipi lakini unaendeleaje? Nashukuru Mungu, naendelea vizuri. Unajua tangu nimekuweba mpaka hapa hatujafahamiana majina kabisa. Mimi naitwa Hashir. Vipi wewe? Mashaallah. Ni jina zuri. Mimi naitwa Kakonko. Niko na pacha yangu anaitwa Koku na niko naishi na babangu pamoja na mama. Yapo mama katoka kidogo kikazi. Dada yetu wa kazi. Karibu sana nyumbani. Okay. Basi nafikiri siku nyingine nikija labda nitabahatika kuwakuta. By the way, nafikiri kama unaendelea vizuri nitakuja siku nyingine. Hivyo na imani Mungu atakusaidia, utakuwa sawa. Lakini pia nafikiri kwamba ingekuwa vizuri kama ungepata namba yako ili hata siku nyingine nikija iwe ni rahisi kukufikia. Sawa.
Usiku mmoja anga lilikuwa zito, mvua haikunyesha lakini nyumba ililoa. Faraja ikatafutwa mahali pasipofaa. Shoga yangu, mguu ule ulikuwa wa kwako, ila pale kwa kwenye kama ndio unavyoona vile, mambo mengi, watu kibao, sijaweza kuongea. Kuhusu nini tena? Kuhusu yule binti. Binti gani? Si yule msichana anajiita Pochi, anatembea na mume wangu yule. Kafanya nini? Dada, huwezi amini, leo natoka zangu dukani, mimi na yeye uso kwa uso. Cha ajabu sasa, kanichamba, kanikandia. Cha kushangaza zaidi, hana kovu wala hana doa katika mwili wake. Umethibitisha ni yeye? Yeah. Asante sana. Unaweza ukaniambia hiki kikao kinahusiana nini? Baba, ni kijana tu ambaye kanisaidia njiani, nilipata shida nilidondoka. Nyie, msinifanye mimi mtoto mdogo. Mimi sio mpumbavu. Kuna kitu chochote kinaendelea. Wewe, kaa kimya. Wewe, kaa. Niambie vizuri. Nataka kujua maongezi yenu hapa yanahusiana na nini? Hiki kikao nakitaka kujua. Baba, nisaidia tu, hakuna kingine. Hapana mzee wangu, nafikiri mtakuwa umeelewa vibaya. Mimi naitwa Hashir, nilikuta tu ameanguka njiani, hivyo nikaona nimsaidie. Msijitie sungura. Huo ujanja wa sungura na ufahamu sana. Nyie, wewe nisikilize vizuri sana, iwe mwanzo na mwisho wa kufika kwenye hili eneo, na sitaki kukuona ukiwa jirani na binti yangu. Tumeelewana wewe? Ndio mzee. Na wewe, huyu mtu simtaki. Baba, sitaki uniletee wanaume hapa nyumbani, na unalifahamu hilo. Usijifanye majnuni. Unaweza kuondoka. Hashir. Wewe. Lakini baba, nikija na tu unisaidie. Aingia ndani. Mimi simjui yule msichana, na picha nimekutumia mimi mwenyewe. Ni yeye kabisa. Mbona yule kijana alinionyesha ushahidi wote na pesa nilishamlipa. Sasa unanishtusha kuniambia hana kovu lolote. Amekudanganya wewe mtu wako. Nimemkuta mzima wa afya, hana kovu wala kipele. Na anasema kwamba mateso kayafurahia, yani kaenjoy vibaya mno. Na kikubwa zaidi, nimempa kabisa na mpenzi. Ishia hapo hapo. Mimi nitadili na yule kijana. Maana ndio nilempa kazi na pesa akachukua. Wewe niachie mimi, tamalizana naye. Sawa, lakini kwa alivyoniponda leo, ndio kwanza kaniongezea hasira. Kisasi kimeongezeka mara hizo. Yaani nina hasira naye. Nitadili naye na mimi. Haya, basi mimi naishia hapa. Si umeona? Nina maswali yangu hapa nataka uyajibu. Una uhakika yule kijana ajaingia huko ndani? Ndio baba, kuingia ndani. Hakuna kitu chochote. Hakuna chochote kilichoendelea baina yake na yangu. Na muda gani toka amefika? Na kwa nini umemleta hapa? Baba, wakati naenda sokoni, muda wa kurudi nijisikia kizunguzungu na nikadondoka. Yeye ndo amenisaidia na kunileta nyumbani. Huu msaada, nakusikia msaada. Ni msaada gani ambao unauzungumzia wewe mpaka kuleta nyumbani? Na yeye ndo kanisaidia na kunileta nyumbani. Yaani wewe ulidondoka?